Sasa napenda kutumia nafasi hii kuelezea utetezi na utatuzi wa mizozo mitata mbalimbali duniani. Moja, kuna mizozo mitata ya Amerika ya Kaskazini. Amerika ya Kaskazini kuna mizozo mikubwa mitatu. Kuna mzozo wa Marekani na Venezuela. Mzozo huu umepelekea Marekani kutumia ubabe kwenda kunyakua aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye yuko nchini Marekani na anashtakiwa. Kuna haja ya kuwaomba Marekani na kuwastaarabisha kwamba kunapokuwa na mizozo kama hii, kuna vyombo vya kimataifa, kuna kufanya mazungumzo. Hii kutumia ubabe kumchukua rais wa nchi na kwenda kumshtaki nchi nyingine, huu ni kiukaji wa sheria za kimataifa wa wazi na ukiukaji wa ustaarabu wa dunia. Kuna mzozo wa Canada na Amerika. Rais wa Marekani amewahi kutamka kwamba anataka kuivamia Canada na iwe sehemu ya United States of America. Tueleze kwamba mawazo haya sio sahihi. Canada ni taifa huru, liachwe liwe huru. Ni makosa kuivamia Canada na kuichukua ikawa chini ya Amerika. Tutakuwa dunia inarudi nyuma badala ya kusonga mbele. Mzozo wa tatu ni mzozo wa Marekani na Cuba. Kutokana na hali ya kijiografia, nilikuwa napendekeza Cuba ijiunge na Marekani ili kuondoa huu mzozo wa mara kwa mara wa Cuba na Marekani, kwamba Cuba sasa iwe ni miongoni mwa majimbo ya United States of America. Tutaweza kutatua mzozo na ni suluhisho la muda mrefu kuliko kuwa na masuluhisho ya muda mfupi. Kwa hiyo kwa kutatua mzozo huu, itakuwa eneo lile la Amerika la bahari la Atlantiki itakuwa imepata utatuzi wa mizozo na suluhisho la kudumu. Kuna mizozo mitata ya Amerika ya Kusini. Na Amerika ya Kusini kule kuna mizozo ya kati ya Marekani na mataifa mbalimbali, ikiwemo Brazili haina uelewano, ikiwemo Argentina na mataifa mengine. Kuna haja ya kuwashauri Marekani wasimamie, kwa kuwa wao ni taifa kubwa, wasimamie uundwaji wa umoja wa kikanda wa Amerika, ili wawe na urafiki wa pamoja, wawe wanazungumza matatizo yao na migogoro yao kwa pamoja, kama ilivyokuwa umoja wa Afrika, badala ya kutumia ubabe. Kuna mizozo mitata ya Ulaya Mashariki. Ulaya Mashariki kuna mzozo wakati ya Urusi na Ukraine. Miaka 4 iliyopita Urusi imeivamia Ukraine kwa nia ya kutaka kufuta utaifa wa Ukraine na kuwa sehemu ya Urusi. Kihistoria walikuwa taifa moja, na sababu kubwa ni kwamba Russia wanautumu Ukraini, wanataka kujiunga na NATO, wanataka kujiunga Umoja wa Ulaya. Mwaka 2014 Crimea pale walitaka kuweka base Amerika, ndio Urusi wakavamia Crimea, ikatangazwa kuwa sehemu ya Urusi. Kwa hiyo ili kupata suluhisho la kudumu dunia, kuna haja tukubaliane kwamba Ukraine iwe tu sehemu ya Urusi, tuondoe tu haya mawazo, kwa sababu Urusi nayo ni taifa kubwa, wana nguvu za kijeshi, wana nguvu za kiuchumi, na tukitaka kuwa na suluhisho la kudumu sio kusaidia silaha Ukraini, ni kufanya mazungumzo ya kidiplomasia, ikiwezekana kuwaomba wasimamishe vita, na Umoja wa Mataifa wakasimamia kura za maoni kule Ukraini kwamba wanataka kuwa huru ama wanataka kujiunga kuwa sehemu ya Russia. Kama wananchi wa Ukraini wengi wataamua kuwa sehemu ya Russia, mzozo utakuwa umeisha. Na kama wataamua kuwa huru, tutaomba Urusi waache kuivamia Ukraini. Pia tutaomba Ukraini waishi kwa ujirani mema na Urusi, waache mawazo ya kujiunga na NATO, waache mawazo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya,
kwa sababu wakati USSR inasambaratika walikuwa na makubaliano hayo kwamba mataifa yote ambayo ilikuwa USSR hawaruhusiwi kujiunga Umoja wa Ulaya na hawaruhusiwi kujiunga na NATO. Kuna mizozo mitata ya Ulaya Magharibi. Ulaya Magharibi kuna mizozo kama vile Marekani wanataka kuivamia Greenland ambayo ni sehemu ya Sweden. Jambo hili linakuwa sio sahihi. Kuna haja ya kuzungumza na Marekani waache mawazo ya kutumia nguvu. Greenland ni sehemu ya Sweden, ni nchi huru na ni mwanachama mwenzao wa NATO. Itakuwa ni makosa kuivamia Greenland ambayo ni sehemu ya Sweden, na Sweden ni mwanachama wa NATO, Marekani mwenyewe mwanachama wa NATO. Kwa hiyo itakuwa ni si vizuri NATO wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Itakuwa ni sawa na mtu na mkewe wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Badala ya kupigana na majirani, kupigana na maadui wa mbali, wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa kutakuwa na madhara makubwa, watavuruga uchumi wa dunia. Tujifunze mgogoro tu wa Urusi na Ukraini umevuruga uchumi wa dunia. Bei za mafuta duniani zilipanda, nauli zilipanda na bidhaa mbalimbali zilipanda. Mgogoro wa Marekani na Israeli kuivamia Irani, tumeona uchumi wa dunia umeyumba, mafuta ya dunia bei zimepanda, bidhaa mbalimbali zimepanda, maisha yameanza kuwa magumu. Kwa tujifunze kwamba Marekani waache haya mawazo, wabadilike kifikira, wafanye mapinduzi ya kifikira, waache fikira zile za kutumia nguvu kuvamia mataifa mbalimbali. Wajifunze kwa Irani ambayo ilikuwa inadhaniwa kama Iraki, kumbe ina nguvu kubwa. Na sasa wanaona aibu kuondoka. Wao ndio wanataka mazungumzo. Kwa hiyo wajifunze, waache mawazo ya kuivamia Greenland, waache mawazo ya kuivamia Canada. Kuna mizozo mitata ya Asia Mashariki. Asia Mashariki kuna mizozo pale kati ya Pakistani na India. India inamiliki jimbo la Kashmiri. Jimbo la Kashmiri ambalo lina kwa asilimia kubwa ni Waislamu. Kashmiri wanataka kujitenga, baadhi yao wana mawazo kutaka kujitenga na India, wawe taifa huru ama wajiunge na Waislamu wenzao wa Pakistan. Kwa mimi nilikuwa nashauri kwamba Umoja wa Mataifa uingilie kati, watu wa Kashmiri wapigishwe kura za maoni. Fanye kampeni, kura za maoni ziwe 3. Kwamba Kashmiri ni watu gani wanataka waendelee kuwa chini ya India. Kura ya pili, watu gani wanataka Kashmiri iwe huru. Kura ya 3 ni watu gani wanataka Kashmiri ijiunge na Pakistan. Kwa hiyo kama watu wengi wa Kashmiri wakitaka waendelee kuwa India, mzozo uishie hapo, tuwaambie Pakistani waache kuwasaidia Kashmiri, wenyewe wamekubali kuendelea kuwa chini ya India. Kama watu wengi wa Kashmiri wanataka wajiunge kuwa na Pakistani, kuwa sehemu ya Pakistan, basi tuwaombe India kwamba waiachie Kashmiri iwe sehemu ya Pakistan ili eneo lile liwe na amani. Kama watu wengi wakitaka Kashmiri iwe huru, basi tuwaambie Pakistan na India waiache Kashmiri iwe taifa huru. Kwa kufanya hivyo, kule Ulaya Mashariki kutakuwa na amani ya kudumu, tutakuwa tumepata suluhisho la kudumu la mzozo wa Pakistan na India dhidi ya Kashmiri. Kuna mizozo mitata ya kule India Magharibi. India Magharibi pia kuna mzozo wa mipaka kati ya China na India. Kuna haja Umoja wa Mataifa kuingilia kati kwenda kuangalia mizozo hii inatokana na nini. Kuna mipaka ile ya asili, tunaweza mipaka ya maridhiano ili kuweza kumaliza mizozo hii, ili China na India waendelee kuwa majirani mwema na ni washirika ambao wapo kwenye shirika moja la fedha jipya ambalo wanataka kushindana na IMF. Wao ni washirika. Kwa hiyo itakuwa jambo la kushangaza wakiwa ni washirika wao pamoja na Urusi na South Africa na Brazil
ni washirika wa BRICS. Sasa wakianza kupigana wenyewe washirika wa BRICS, hata shirika lao litazofika, halitaimarika na linaweza likasambaratika. Kuna mizozo mitata ya Asia Mashariki. Mizozo pia ipo kati ya China na Taiwan. China inasema Taiwan ni sehemu ya China, lakini Marekani na baadhi ya mataifa wamekuwa wakiisaidia kijeshi na kiuchumi Taiwan kwamba iwe taifa huru, jambo ambalo linahatarisha usalama wa eneo lile. China mara kwa mara wamekuwa wakitishia kuivamia Taiwan. Kwa mimi nilikuwa na shauri pia napendekeza kwamba Umoja wa Mataifa waingilie kati, Taiwan kuwe na kura za maoni, wafanye kampeni. Kuna Wataiwani wanataka kuwa chini ya China, wafanye kampeni. Kuna Wataiwani wanataka kuwa huru, wafanye kampeni. Mwisho wa siku kura zipigwe kama ifuatavyo. Kuna Wataiwani wanaotaka kuwa chini ya China, basi waseme ndio. Na wengi wakisema wanataka kuwa chini ya China, basi Taiwan iwe chini ya China ili kumaliza mzozo ule. Kuna Wataiwani ambao wanataka kuwa huru, waseme ndio. Wengi wakisema Taiwan anataka kuwa huru, basi tuwaambie China waiache Taiwan iwe taifa huru ili kuwe na amani. China tukumbuke ni taifa la pili kwa uchumi duniani. Wasivuruge uchumi wao wakianzisha vita. Taiwan kibile wakisaidiwa na Japani, wakisaidiwa na Marekani. Kwa hiyo uchumi wa China, miundombinu ya China itavurugika, itasambaratika. Kwa hiyo China itaanza moja tena. Kwa hiyo kuna haja tuwaambie China wakubaliane na hayo kwamba kuwe na kura ya maoni Taiwani ya kutaka Taiwani wawe chini ya China ama wawe huru, kama ambavyo Marekani wanavyowapendekeza, wanavyowasaidia pamoja na Japan. Kuna mizozo mitata ya Afrika Mashariki. Afrika Mashariki kuna mizozo kama vile kuna Sudani wanapigana wenyewe kwa wenyewe na raia wasiokuwa na hatia wanauawa, hasa wanawake, watoto, na Umoja wa Mataifa wamenyamaza kimya. Wababe wawili wa kivita wamekuwa wakishindana na tafiti inaonekana hakuna atakayezidi nguvu mwenzie. Kwa hiyo vita itaendelea kwa muda mrefu na raia ndio wanaoteseka. Kwa hiyo kuna haja ya Umoja wa Mataifa kuingilia kati, kuwasuluhisha, na ikishindikana majeshi ya Umoja wa Mataifa yapelekwe kule Sudani kati ya Jenerali Burhani na Jenerali Dagalo, waondolewe kwa nguvu ili uundwe serikali ya mpito, uitishwe uchaguzi, uundwe serikali ya kiraia ili amani Sudani irejee. Tukumbuke wanaoteseka hasa ni watoto, wanawake na raia wasiokuwa na hatia. Na dunia sasa imenyamaza tu ikiangalia mizozo mingine, lakini mzozo wa Sudani ni mzozo ambao una makosa mengi ya kivita, una uhalifu mkubwa wa kivita unafanyika, watu wasiokuwa na hatia wanauawa kiholela, hasa na majeshi ya RSF. Raia wasiokuwa na hatia wanauawa, kuna mauaji ya halaiki yanatokea. Imefikia hatua sasa watoto wanashirikishwa kuwa askari, wampewa silaha watoto wadogo wenye umri wa miaka 13, 15, 17, 20. Kwa hiyo ni jambo la hatari kwa dunia. Dunia ilifanya uzembe mauaji ya Rwanda ya mwaka 94, Rwanda na Burundi. Dunia inarudia tena kufanya uzembe huo. Dunia ilifanya uzembe mauaji ya Wanazi dhidi ya Wayahudi yaliyofanyika kule wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Kwa dunia leo inarudia kunyamaza ikiangalia tu Sudani, raia wasiokuwa na hatia wanauawa kiholela, wanauawa kama wanyama, wanauawa kama wadudu. Kwa hiyo kuna haja ya kuchukua hatua. Kuna mzozo pia Afrika Mashariki, Sudani Kusini. Kuna mzozo wa wenyewe kwa wenyewe. Kuna haja tuchukue hatua, kama inawezekana hao wote waondolewe madarakani kwa nguvu au kwa usuluhishi, ikaundwa serikali ya mpito na serikali ya mseto, kwa sababu rais na aliyekuwa makamu wa rais wote hawakubaliani. Wamekuwa wakisuluhisha mara kwa mara, makamu wa rais akirejea madarakani na baadaye anatishiwa kuuawa, anawekwa ndani.
Kwa hiyo wafuasi wake wanaingia msituni, wanaendelea kupigana na majeshi yale ya serikali. Kwa hiyo imekuwa ni mzozo muda mrefu, na Sudani Kusini taifa changa ambalo lilihitaji kujijenga kiuchumi, kujijenga kiutamaduni na lipate utengamano wa kisiasa. Na bila utengamano wa kisiasa taifa lote haliwezi kujijenga kiuchumi na kupata utengamano wa kijamii. Kwa hiyo kuna haja jumuiya ya kimataifa tukawasaidia Sudan na Sudani Kusini ili waweze kupata amani ya kudumu. Kuna mzozo wa Afrika Mashariki kule Kongo. Kuna waasi mbalimbali wamekuwa wakipigana na majeshi ya serikali kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Rwanda imekuwa ikituhumiwa kwamba inawasaidia waasi wa M23. Na Rwanda, mimi nasema Rwanda ina haki ya kusaidia waasi kwa sababu Kongo kule wamekimbilia Wahutu ambao wamefanya mauaji ya Watusi mwaka 1994 ambao ndio walikuwa madarakani. Lakini napenda kutumia nafasi hii kumpongeza Rais Kagame. Tangu ameingia madarakani ameleta utengamano wa kisiasa Rwanda, ameleta amani Rwanda, hana ubaguzi. Kwa dunia imsaidie Kagame kwamba ili Kagame asiwasaidie wale waasi wa M23 ambao wanakwenda kuwasogeza wale Wahutu wasiweze kurudi Rwanda kufanya vurugu. Kuna haja dunia imsaidie Rais Kagame kuhakikisha wale wauaji wa mwaka 1994 walioua Watusi kule Rwanda ambao wamekimbilia misitu ya Kongo, wale watu wakamatwe. Na Rais Kagame alishaunda mahakama ya Gachacha, mahakama ya kijadi ambayo ilikuwa watu wanajieleza kuhakikisha amani katika maziwa makuu inapatikana, kwa sababu chanzo cha mizozo ya kule Kongo ni wale Wahutu waliofanya mauaji ya Watusi mwaka 1994 kule Rwanda, wamekimbilia misitu ya Kongo na kule wanajipanga wanataka kurudi Rwanda. Lakini serikali ya Rwanda sasa chini ya Kagame, tukumbuke, imeleta utengamano wa kisiasa nchini Rwanda, imeleta amani ya kudumu nchini Rwanda, imeimarisha uchumi wa Rwanda, imeondoa ubaguzi nchini Rwanda. Serikali ya Rwanda sasa ni serikali ya umoja wa kitaifa, haiwabagui Wahutu, haiwabagui Watusi wala makabila mengine. Wote wanahusishwa kwenye utumishi wa umma, wote wanahusishwa kwenye uongozi wa serikali ya Rwanda. Kwa tusimuone Kagame mbaya tukamwekea vikwazo tukamshtumu. Kuna haja dunia imsaidie kuhakikisha wale waliokimbilia kule Kongo, Wahutu waliofanya mauaji warejeshwe Rwanda, warejee kwa hiari yao, waahidiwe kusamehewa kama walivyosamehewa wengine. Wako waliofanya mauaji wamesamehewa kule Rwanda, hawajachukuliwa hatua yote, na serikali imewapa mitaji ya kuanzisha maisha. Kwa tuna haja ya kufanya ushirikiano huu kuhakikisha eneo la maziwa makuu linakuwa na utengamano na amani ya kudumu. Kuna mizozo ya kule Afrika Magharibi. Afrika Magharibi kuna mapinduzi ya mara kwa mara. Kuna haja jumuiya ya kimataifa tuwasaidie, tukishirikiana na jumuiya za kikanda, ECOWAS, waache kufanya mapinduzi haya mara kwa mara, kwa sababu mapinduzi haya yanaathiri, yanasababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe, yanasababisha waasi wale ambao wa dola ya Kiislamu nao wanajitokeza, wanaanza mapigano, hasa wanaua raia kwa hisia kwamba wanataka kusimamisha dola ya Kiislamu. Kuna waasi wengine wenye maslahi mbalimbali, na tuseme ukweli, mataifa ya magharibi yaache kutoa misaada kwa waasi ambao wamekuwa wakisumbua mataifa ya Afrika Magharibi ya mara kwa mara, ambayo inasababisha Afrika Magharibi kurudi nyuma kiuchumi, kutokuwa na utengamano wa kisiasa, kutokuwa na amani. Kuna mizozo mitata ya Arabu ya Mashariki. Arabu ya Mashariki kuna mzozo ya Palestina pale, kuna mizozo ya Israeli na Irani, Marekani imekuja kuivamia Irani. Kuna haja tuchukue hatua kuhakikisha watu tunawasuluhisha, na tuwaambie Marekani na Israeli waheshimu uhuru wa mataifa mengine. Wao ni mataifa kama mataifa mengine. Irani wana haki ya kuwa taifa huru, wana haki ya kujiamulia mambo yao wenyewe, wana haki pia kutoa misaada
kwa mataifa mengine kama wao wanavyotoa misaada kwa mataifa mengine. Kwa hiyo hakuna haki ya taifa moja kulivamia taifa lingine bila sababu za msingi.